السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Samahani, mwenye chuma hayupo ndio matatizo. Ala kulli hali, tunamwomba Allah jalla jalaluhu ilman nafi'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Naam, jana tumeishia katikati ya aya ya pili, ayyama ma'dudatin. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutagusagusa kidogo kuhusu aya ya pili, na insha Allah tunamwomba Allah tujalie tuweze kufikisha ujumbe kama unavyostahiki. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ayyama ma'dudat. Jana tumezungumza kiwango cha kutosha ayyaman maadudati, kwamba ni siku maalumu zinahesabika 29 au 30. Faman kana minkum maridan au ala safarin faiddatun min ayamin ukhar, na kwamba Allah anatoa ruhusa kwa wale watakaokuwa miongoni mwenu wagonjwa au wako safarini, basi idadi ya siku watakuwa wamekula watazilipa. Hiyo idadi watailipa baada ya mwezi wa Ramadhani, yani katika mwezi wa Shawwali biidhnillahi taala. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun taamu miskin. Hapa ndipo tuliposimamia jana, kwamba habari hii ina ndani yake ruhusa, na ruhusa yenyewe ni kwamba ilishuka aya hii katika kuwarahisishia Waislamu, mpaka wakasema baadhi yao, Muadh bin Jabal radhiallahu anhu anasema, mwanzo wa Uislamu au mwanzo wa kufaradhishwa siyamu hatukuwa na ulazima wa kufunga. Kuna wale walikuwa wakifunga au wengine wanakula, lakini anayekula kwa sharti fidyatun, lazima atowe fidia. Fidia ilikuwa ni kumlisha mtu kila siku chakula kinachomtosha kufuturu au kula akashiba. Akasema mambo yakaenda hivi hadi kukaja aya ya kufuata, yani ya baada yake, shahru Ramadhan. Kwa maana hiyo, hata kama walikuwa wanaweza taka ni nguvu, lakini kulikuwa ruhusa fidyatun taamu miskin. Leo amri hii ya kila anayetaka kufunga au hamna, kwa sababu hii ni mansukha, hii aya imefutwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akamalizia kwa kusema faman tatawwa khaira fahuwa khairu lahu. Wale waliokuwa hawataki kufunga wakati ule wakawa wanalazimishwa kutoa fidia, basi kuna wakati kama ni vibaba vitatu, ambaye alikuwa akitenda wema zaidi alikuwa naombwa aongeze. Faman tatawwa, atakayezidisha kwenye kiwango kilichokuwa kimelazimishwa,
basi fahuwa khairun lahu. Na hivyo hivyo hata katika sadaka, katika ibada zote za kutoa fi sabilillahi, atatawwu ni kutoa kiwango cha zaidi ya haja, na hakuna mwenye kufanya hivi ila anaitwa muta'in, yule mwenye kupenda taa za Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kupenda kutimiza taa na maamrisho ya mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wa antasumu khairul lakum, na ikiwa mtaacha mambo ya kutoa fidia na kula mchana mkafunga kama wengine, basi hiyo ni kheri kwenu. Isipokuwa kama tulivyokuwa Waislamu makundi mawili, kuna kundi linajua na kuna kundi linakuwa linajinjikiwa, lina ujinga katika mambo ya dini hasatan. Kumbe wale walikuwa wakifunga walikuwa ni bora kuliko wale ambao walikuwa hawafungi, na wale waliokuwa wakifunga walijua kwamba ni kheri sisi kufunga, kwa sababu aya anasema wa antasumu ay wasawmukum, masdari yake jumla hii anna na failu, manake wasawmukum khairun lakum. Bas khair ilikuwa inatimizwa na wale walikuwa wanafunga, na wale walikuwa hawakufunga walikuwa wanapungukiwa na khair. Hiyo ni kanuni popote pale. Hata mtu akiwa na wafanyakazi watakaofanya kazi vizuri wako katika khair, na wale hawafanyi kazi vizuri wako katika hatari. Na ibada ni hivyo hivyo, sio saumu peke yake. Tukiwa tuna swali swala 5, atakaye swali na wafila sunna pembeni yake fahuwa khairul lakum au khairul lahum, ni kheri kwa wale. Hivyo hivyo atakayekuwa analazimika kufanya hija kisha akaweka umra baada ya hija fahuwa khairul lahu. Yani ni kanuni kwamba tukitaka kuendelea vizuri katika maisha yetu ya kidunia, ya kiimani, ya ibada, tutende yale yaliyokuwa zaidi, tupate thawabu zaidi, au tupate manufaa ya kidunia zaidi. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ilmu atakayekuwa anayo, basi hata shetani anamuogopa. Sasa shetani anapenda watu wajinga, hawa ni wepesi kuwaingizia fikra za shirki na bid'a na maovu na kila tatizo. Kwa hiyo ilmu ni lazima, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu, na hapa mwanamume na mwanamke wote wakiwa wamefaradhishiwa. Na ndio maana kila mara napenda kukumbusha kwamba dini yetu ni dini ya ilmu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra, iqra, soma, lakini usianzi kwenye mambo mengine, anzia kwenye bismi rabbika alladhi khalaq. Yani soma kwanza umjue Mola wako aliyeumba, mwenye kuumba, kisha ndio nenda katika viumbe vyake, kwa sababu ukimjua yeye kwa majina yake matakatifu, kwa sifa zake, kwa mambo kazi zake, utavitambua viumbe vyake vizuri. Sasa angalieni watu wawili, mmoja anajifunza mambo ya kiulimwengu,
lakini yuko na mwanga wa aya na hadithi, na mwingine anajifunza lakini hana mwanga wa aya na hadithi. Huyu anayejifunza na mwanga wa aya anazo aya fulani au anazo Qur'ani na hadithi nzuri nzuri sahihi, anakuwa na uwepesi katika utafiti wake na elimu yake kufahamu zaidi na kugundua zaidi, na yule mwingine ndio hivyo anapata matatizo. Hili neno lilisemwa na mtaalamu mzee mmoja wa Canada, Kit Moore, katika ile hali ya kutafuta kujua ilmu zinaitwa za ulimwengu, lakini zimekwisha kamilika, zinakubaliana na aya na hadithi sahihi. Kama hazijakubaliana hatuchukui. Nimeshasema hivyo, mpaka wamalize research zao zikubaliane na aya ndio marji na hadithi sahihi, yani ndio mahala pa kuchukulia, kwa sababu huku ni kwa Allah muumba. Ama wakinifanyia utafiti mimi au wanyama au anga au nini, kila kitu hivi ni viumbe vya Allah. Kwa hiyo tumjue kwanza Allah jalla jalaluhu, kisha ndio tujue kujifunza viumbe vyake. Kit Moore akasema walipomwonyesha kwamba kitabu chake cha embryology, elimu ya kuzaa toka mwanzo hadi kuzaliwa mpaka kuendelea, akaandika kitabu chake, lakini siku alikutana na hawa wazee nilizungumza kina mzee Dr. Abdul Majid Zindani au shekhe, sababu doktor mimi sijui, sina dalili ya doktor katika dini. Shekhe na kuna aya na hadithi zinasema shekhe, lakini wanadamu wakiweka vitu maadamu havikatazi tuende navyo. Akasema walipomwonyesha udalili zote na kila kitu, akamwambia kweli bana, mudgha ni kiwango cha nyama mnofu unaweza katafunwa, lakini mimi nimefanya miezi natafuna shingam nyingi ili nipate kiwango cha ile mudgha. Yani ndio ya kwanza ni alaka, kisha mudgha. Halafu akasema lakini tamko la Qur'ani mudgha linakwenda sambamba na ule mustawa wa kile kizazi. Mwisho akasema mimi sioni tabu kabisa kuchukua elimu kwanza, kaomba niandikieni aya zote na hadithi zote sahihi zinazohusu elimu yangu hii ya uzazi. Wakamwandikia karibu karatasi au peji 50. Alipozipokea alichapisha kitabu chake upya, na kitabu chake kilikuwa kinasomeshwa katika university nyingi, lugha karibu 7-8 duniani. Akakubali kwa amana ya ilmu in kuntum ta'lamuna. Hata dini yetu jamani, hatutoweza kujua shahada 2 wala swala vizuri wala zaka wala siyamu wala hija bila ilmu. Nafikiri mnaona kwamba ndio msingi kabisa wa Qur'ani. Qur'ani ni ilmu. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabu kina baraka, kimebarikiwa, tumeteremsha ili waweze kutafakari na kutaamali na kutafuta kwa undani. Kwa watu gani? Wenye ulul albab, wenye akili. Mtu asiyekuwa na akili hajali sema anavyotaka, alafu baadaye anajigonga katika ujinga na utumia katika maneno yake. Kwa hiyo hiyo ndiyo ilikuwa habari ya kuonyesha kwamba anayesoma elimu ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume SAW anakuwa na nuru kubwa sana ya kufahamu na kugundua na kuelewa. Wengine wanahangaika tu, yeye huyu hangaiki. Ndio maana Kit Moore akasema, kwa kweli mmenisaidia sana katika utafiti wangu. Nilikuwa ninahangaika, napita mashariki, sifiki kwa urahisi,
miaka na miaka ili nipate stage moja katika stage nyingi za kulingani za kizazi. Hiyo ndiyo habari ya hii aya iliyopita. Baadaye ikakatazwa kula na nini na kama unavyotaka au nini au fidia. Shahr Ramadhani inakuja. Aya ya kufuata ya 3 inasema, je, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran limadha hudan linnasi kaifa wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani, hapa tuna matamko mawili, shahrun na Ramadhan. Shahrun ni jina la nyakati kuanzia tarehe mosi hadi 29 au 30. Hii idadi inafanya shahr. Na shahr shin ha na rau ni tamko ambalo linasema kwamba ni idadi inayojulikana, mashuhuri. Hata mtu akiwa anajulikana sana wanaita yule jamaa mashuhur, na shahr ndani shin na ha na ra. Kwa hiyo shahru si mwezi kama unavyoandama, kwa sababu mwezi ni alqamar, ikiwa ni mwanzo unaanza ni alhilalu, katikati inakuwa ni alqamar kabisa umeenea. Kwa hiyo hapa tunakuwa tunajua kwamba Ramadhan ni sifa za shahr, sifa ya shahr. Maanake mwezi huu wa siamu ni mwezi wa aina gani? Ni mwezi ambao ulikuwa ni mkali sana. Ramadhan arramdau shiddatul harara, mwezi mkali kwa jua, joto, kiu, njaa. Ukaonekana kama ni mwezi wa sacrifice, yani sacrifice kubwa sana. Atakayeweza kufunga atakuwa amejitolea kweli kweli, ni mpenzi wa Allah tabaraka wa taala. Tatu, alladhi unzila fihi alquran. Katika hizi siku 29 au 30 za mwezi wa Ramadhani mlichaguliwa kipindi maalum ndanimo kukateremshwa Qur'an, na sote tunakubaliana kwamba ni usiku ule wa Lailatul Qadri, usiku wa nguvu wa uwezo. Kutoka wapi? Kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwenye Lauhil Mahfudhi, yote kwa uzima wake, kuanzia Al-Fatiha mpaka Qul a'udhu birabbin nasi, hadi kwenye mbingu hii ya ardhi. Tukinua macho tunaiona sisi, tuko hapa ardhini. Pale ikasimamishwa kwa kusubiri mwanamume ambaye atakuwa anapata huu ujumbe. Akishapatikana ndio aya zitaanza kushuka. Siku Mtume sallallahu alieneza miaka 40, yuko katika Ghar Hira, akateremshiwa aya kwanza, bismillahir rahmanir rahim, iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hii sura ndiyo imeanzia kushuka, lakini tukisoma katika kitabu chenyewe kilipokamilika, tunaona sura ya kwanza ni Al-Fatiha. Maswali
yakaanza kupatikana, lakini mpangilio wa Qur'ani ulijibiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inaitwa katika ilmu ya usuli al-Qur'ani, usuli tafsir, at-tawthiq, tawthiqiyya. Yani Mtume sasa ndio alikuwa akiteremkiwa na aya, akishazisoma anamwambia yule mwandishi mbele yake, uktub hadhihi al-aya au hadhihi sura baada hadhihi tawqifia, samahani, tawqifia. Na jana sijui nimepitiwa vipi, kusema mwaka wa pili ndio kulikuja sala. La, ni mwaka wa pili wa hijria ndio kulifaradhishwa siamu ya Ramadhani. Zamani, yani jana nilikuwa na matatizo kidogo. Hapo ndipo unakuta sasa kulianza iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mtume sema akawaambia watu wazipange aya na Qur'ani, ikawa al-Fatiha ndio ifungue kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ruhusa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala si masahaba kama mashia wanavyodai Allah waongoze, kwamba mambo yalipangwa na kina Abubakari na Umar na nini. Hizi zote tabia za uongo mbaya sana. Sijui kwa nini watu wanapenda uongo, na ukweli ni heshima ya mtu na uongo ni udhalili wa mtu. Mamilioni ya watu wamekatwa katika upotevu kiasi cha kutisha. Kwa hiyo shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa siku za mwisho, kawaida yake mwezi wa Shaabani, anaitisha Waislamu msikitini, anawaambia atakum Ramadhanu, mwezi wa Ramadhani unakujilieni, shahrun mubarakun, shahrun mubarakun, yani mwezi wa wenyewe umebarikiwa. Halafu unakuta katika usiku mmoja, katika usiku, katika masiku ya Ramadhani mna usiku wa Lailatul Qadri, na usiku huo na wao inna anzalnahu, Allah anasema fi lailatin mubaraka inna kunna mundhirin, sisi tumeteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka. Yani tunapata baraka ya pili. Ukichunguza utakuta ardhi ya Maka pale alipokuwa Mtume sallama, ardhun mubarakatun, ni ardhi iliyobarikiwa. Nne, ukisikia nani aliteremshiwa Qur'ani, kitabu chenye baraka, kwa nabii rasul ambaye alibarikiwa na yeye kupata baraka zote kama hizi. Kwa hiyo na wewe Muislamu utakapoishika Qur'ani utaona baraka nyingi katika maisha yako. Al-Qur'anu hujjatun laka au alayka, ima ni hoja kwako, itakutetea kaburini, itakutetea siku ya hisabu. Kwa yule ambaye aliyepuuza inakuwa ni hoja dhidi yake. Kwa hiyo kwa mjumbe wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazungumzia chakula, katika vyakula katika time maalum, suhur,
daku wakasema tasaharu fa inna bisuhuri baraka. Hata chakula cha mwezi wa Ramadhani ambacho ni kile watu wanakula kisha wanaswali alfajiri, au kutokana na mazingira ya watu, kuna watu wanakula mapema, kuna watu wanakula dakika za mwisho. Kwa hiyo haya yote ukiangalia katika mwezi wote mtukufu wa Ramadhani, kuna kuja sasa, hizi ni baraka khasa mahsusa kwa waumini wanaoufunga mwezi na kusimama visimamo na kutoa sadaka na kufanya juhudi kusoma Qur'ani kwa wingi na kutoa masomo kwa wingi na kheri kwa wingi. Lakini kwa kuwa ni shahrun mubarakun, wakiteremka malaika kama nilivyosema, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, wakiteremka malaika biidhni rabbihim, kwa idhni ya Mola wao, kuna kwa nini? Kwa kila jambo ni salam. Min kulli amr, kuna kuwa amani katika nyoyo za viumbe, katika maisha ya viumbe, baraka. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unajaza baraka katika maisha na riziki za watu. Hata watu wengine walikuwa hawajua watafuturu vipi, hata itakuwaje, Allah anawaletea kheri na baraka katika mwezi huu mtukufu. Dakika zetu zimekwisha. Lakini kwa ufupi ni kwamba baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndege, wanyama, samaki baharini wanaongezeka, na wanadamu wengi wanapungukiwa na maasi kwa baraka za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahrun mubarakun, a'malun mubaraka, aqwalu mubaraka, ahwalu mubaraka. Ardhi zinamea kwa uzuri, maisha yanakwenda vizuri katika siku zile chache za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala tujalie tupate kheri zote ambazo zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tuzidishie nguvu na imani na matendo mema hadi tutakapofikia tumalize vizuri, na Allah tukutanishe na mwezi wa Ramadhani wa mwaka ujao na miaka ijayo atakavyotaka yeye mwenyewe tabaraka wa taala. Aqulu ma tasmaun. Tumalize vizuri na Allah tukutanishe. Naam Sheikh. Naam. Amin. Naam. Naona leo kama jana wanafukuzwa kwenye dharura, labda muda umewaacha sana. Tulijua kwamba ni wakati mgumu, lakini tusiwanyimi kule kwenye YouTube ambako wakishamaliza mambo yao wanaketi wanatafaraji au wanataalamu, wanaendelea kusoma inshallah. Naam. Taomba leo simamia hapa inshallah. Naam. Tukutane wiki ijayo biidhnillah. Ahlan wa sahlan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المردودين، ولا تجعلنا عليهم ولا من الضالين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.